maisha ni magumu, lakini sitakubali hali yangu ya sasa iwe mwisho wangu. Najua Mungu hajamalizana na mimi, bado nitainuka, nitapigana, nitashinda. Nimechoka, lakini bado ninamtumaini Mungu. Hakuna jua lisilochomoza baada ya giza. Usikate tamaa kwa sababu ya usiku wa sasa. Kupitia maumivu ndipo tunajifunza thamani ya uzima. Usikubali maumivu ya leo yawe kaburi ya ndoto zako. Tafakari, zidi kuona ni jinsi gani unavyopasa kuweza kusimama. Wakati mwingine Mungu anaweza kutuvunja moyo ili akupe moyo mpya wenye uwezo wa kupenda zaidi na kuvumilia. Lakini kuna jambo ambalo unahitaji uweze kulifanya. Anasema kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Mkikataa na kuasi, utakufa kwa upanga. Ni jambo gani unalohitaji kulifanya? Uko tayari kumtii Mungu? Uko tayari kusimama katika njia zake? Usifanye mchezo. Acha kufanya mchezo. Acha kufanya dini ya mazoea. Acha kuzani utaokolewa kwa sababu ya cheo chako. Acha kuzani ya kwamba elimu yako inaweza kukusaidia. Acha kuzani kwa kufika kanisani ndio utaokolewa. Kuna badiliko unalohitaji kuweza kulifanya. Inawezekana kwa unatoa sadaka vizuri kanisani. Inawezekana kanisani ukaonekana ni mtu wa kiroho sana. Ikawezekana wewe ni kiongozi ndani ya kanisa, lakini pasipo kubadilika, pasipo kukubali kukaa katika miguu ya Bwana wetu Yesu Kristo, vyote hivyo ni bure. Hutaweza kufanya jambo lolote lile. Acha dini ya mazoea. Ninasema acha dini ya mazoea. Acha dini ya mazoea. Unaposoma kitabu cha Misali 31 fungu la 30, kuna maneno haya ambayo Biblia inasema, upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Kuna wengine anajiona kwa sababu yeye ni mzuri, anasumbua ndani ya kanisa. Mungu amembariki uzuri, lakini imekuwa ni changamoto kwa watu. Haeleweki. Anajiona kwamba yuko tayari kufanya jambo lolote kwa sababu ya uzuri. Kwa hiyo siku zote wadaa na uzuri haufai, bali mwanadamu amchaye Mwenyezi Mungu atasifiwa. Mwanadamu amchaye Mwenyezi Mungu ndiye atakayesifiwa. Hatusifiwi kwa sababu una rangi nzuri. Hatusifiwi kwa sababu una mguu mzuri. Wengine wanasema mguu wa bia. Hivyo haviwezi kufanya tusifiwe. Hizo ni sifa za duniani. Hatusifiwi kwa sababu una meno meupe. Anayesifiwa ni yule anayemcha Mungu, ndiye anayesifiwa. Unafiki wa hali ya juu ni kuweza kuimba kwamba Mungu atukuzwe wakati unakula zaka na sadaka. Huo ni unafiki. Uwezo ukasema twende kwa Yesu, mimi na wewe, akatuona kwenda kwa waganga. Uwezo ukasema kwamba Mungu akubariki, na wakati anapokupa hizo pesa ulizonazo, ndizo zinakufanya uende guest, ndio zinakufanya uwe mlevi, ndio zinakufanya uwe na kiburi. Yaani kipindi huna kitu unamwomba Mungu, lakini Mungu anapokupatia unahama na kwenda upande mwingine kuzipeleka. Unamsubiria Mungu wakati wa majanga. Umepigwa na ugonjwa huko kitandani, ndipo unapomwomba Mungu. Umefukuzwa kazi, ndipo unapomwomba Mungu. Maisha yanapobadilika, ndipo unapoanza kumtafuta Mungu. Lakini vile vichache alivyokupa
uliweza kuvitumia katika maisha yasiyofaa, ukaenda kutapanya mali kwa mambo ya anasa, huwezi ukaimba furaha kwa ulimwengu wakati chuki na watu vinazidi kukaa ndani ya maisha yako. Utaimbaje furaha kwa ulimwengu? Ulimwengu ni wanadamu wanayokaa. Lakini utasimama kweli uimbe furaha kwa ulimwengu, Bwana atakuja. Wakati huo una chuki na mwanadamu wenzako, una chuki na mume wako, una chuki na mtoto wako, una chuki na mfanyakazi mwenzako. Hiyo furaha kwa ulimwengu inatoka wapi? Inatoka wapi? Unafiki wa kweli ni juu ya kuimba njiani uniongoza, wakati huo unaelekea katika gesti, miguu yako inakupeleka gesti, kufanya uzinzi, uasherati, ushoga na usagaji. Huwezi ukasema unakaza mwendo wakati unawahi chupa ya bia. Kwa hiyo ninachokusii mtumishi wa Mungu, katika siku ya leo tunapokuwa tunautafuta mwaka 2026, tunachopaswa ni kuweza kukaa katika miguu ya Yesu, tuweze kusimama kwa kumtumaini Mungu katika mambo yetu. Mwaka huu uwe ni mwaka wa mafanikio, uwe ni mwaka wa kutufanya kwamba zile tabia zilizokuwa nyuma, zilizotufanya kwamba tumuone Mungu si kitu, sasa turudi katika miguu yake. Ninakusihi kwa neema ya Mungu, zidi kusimama katika njia kuu. Simama umwambie Mungu, kwa sababu umenivusha katika mwaka huu, unanipeleka mwaka mwingine kwa masaa machache yaliyobaki. Ninakusihi unitunze, uninyweshe, uniongoze njia, unifikishe pale ambapo Baba unahitaji. Ni jambo la maana ambalo Mungu anahitaji uweze kulifanya. Uelewe pengine katika usiku wa leo utaweza kuamka kweli. Unaweza usife lakini ukapata ajali. Unaweza usipate ajali lakini maisha yako yakawa ni hasara kubwa kwa ulimwengu. Maisha yako yakawa ni mabaya zaidi na zaidi. Simama ukiwa ni mtu wa Mungu, umeamua kumtumikia Mungu kweli. Simama na uzidi kumwamini Mungu. Simama uzidi kuinua bendera ya Mungu wako. Simama ukilitumaini